Naishukuru sana serikali yangu inayoongozwa na Mama Samia kwa kunipa mkopo, kwa kuniamini. Tayari imeshaniingizia kwenye akaunti yangu milioni 2. Nashukuru sana kuniamini, hasa sisi walemavu. Hii itatusaidia kujenga uchumi na kuishi bila wasiwasi. Kutokana na ongezeko la mtaji, tutaongeza bidhaa na vile tukiwa katika eneo linalopitika kwa usafiri bila wasiwasi, tutaweza kufanya shughuli zetu bila shida yote. Kwanza nipende kuishukuru serikali yetu ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutufanikisha kina mama, kutupatia mikopo kwa sababu inatuinua kiuchumi, tuendeleza biashara zetu vizuri. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hilo. Kuzuia na kupambana na rushwa ina jukumu baadaye kufuatilia hizi fedha, kuhakikisha kwamba fedha zote milioni 439 na laki 7 ambazo zinakopeshwa kwa vikundi mbalimbali ambavyo mmefanikiwa lazima zirudi ili ziende kwa watu wengine. Sawa? Ni ukatili wa kiuchumi ambao ndio nataka niuzungumzie sana hapa leo. Ukatili wa kiuchumi ni ule ambao anafanyiwa mtu, ananyimwa nafasi ya kujiendeleza kiuchumi. Hapa wanafanyiwa sana kina mama. Pale kina baba wanapokuwa na nafasi za kiuchumi, wanawabana kina mama wasiendelee mbele. Leo hii mnapata mikopo hii, lakini kama usipoangalia ndani ya mkopo huu, unaweza kujikuta unalipa deni ambalo ametumia mume wako bila wewe mwenyewe kuwa na ridhaa. Huo ni ukatili wa kiuchumi. Badala ya watu kukaa mitaani kuendelea kufanya kazi ya kuomba kwa kubahatisha, Mheshimiwa Rais anawapeni fedha. Hizi fedha ni ukombozi kwenu. Zitumieni vizuri ili thamani yenu ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wetu ameiona ikakue zaidi na ikawe neema na baraka machoni kwa Watanzania wanaozunguka. Sambamba na hilo, hawa watu yawezekana ni wengi. Nimtake mkurugenzi na timu yake ya maafisa maendeleo ya jamii wilaya nzima waendelee kuwaibua na kuwatafuta waliko watu walemavu, wawape elimu, wajifunze, na mtenge siku ambayo mtakuwa kwenye gari na watu wenye ulemavu ambao wajaingia kwenye mpango huu, muwapitishe kwenye watu wenye ulemavu wanaopokea mikopo na kufanya shughuli zao, wapate kujifunza, wapate kuelewa. Nyingine katika hilo, bainisheni maeneo kwa ajili ya watu wenye ulemavu ya kimkakati katika biashara zenu. Mnatenga viwanja kila maeneo vya makazi na biashara. Tengeni pia kwa ajili ya biashara na shughuli za watu wenye ulemavu. Itafika sehemu fulani tufanye shughuli zao. Tumejenga viwanja vya 8 kabuni. Tengeni maeneo pia ambayo watu wenye ulemavu watafanya shughuli zao, watafanya maonyesho ya bidhaa zao wanazozifanya, ili waendelee kuwa na fursa nyingi za kufanya biashara zao. Mikopo hii ni kwa ajili ya watu wote. Kikundi kimoja kikifanikiwa kupata mkopo, kinao wajibu wa kurejesha, na unaporejesha unawezesha kikundi chako kuongezewa mkopo tena, na unawezesha kikundi kingine kupata mikopo. Kwenye maeneo mengine watu wanakopa hata kwa ndugu zao, anawekewa riba. Wanakopa kwenye taasisi ambazo hazina uwezo kama serikali, wanawekewa riba. Na mwisho wa siku inakuwa ni mikopo ambayo inawafilisi. Hii mikopo ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni mikopo yenye kuleta afya ya akili, ni mikopo yenye kuleta afya ya uchumi, ni mikopo yenye kuleta afya ya kijamii, kwa sababu ni mikopo wezeshi. Sasa nini tufanye? Tutumie mikopo hii kufanya malengo ambayo tumeyaweka kama kikundi, na kupelekea tukaomba mikopo, tukapata sifa ya kupewa fedha hizi. Tukienda nje ya hapa, tutahafifisha uwezo wa kikundi kurejesha mkopo huu. Ninataka nifahamu, nisikie kutoka kwenu. Je, mikopo hii ambayo leo tunazungumza, na mimi nikiwa mgeni rasmi nakuja kufanya tendo la kiserikali la kiofisi la
kabidhi kwenu rasmi, je, imeshafika kwenye akaunti zenu? Ambao mikopo imeshaingia kwenye akaunti yenu, nyosha mikono. Wananyosha mikono wachache, ikiashiria kwamba kuna fedha bado hazijashuka. Nataka maelezo ya kina kwamba fedha ziko wapi, kwa nini hazijashuka kwenye baadhi ya watu. Nataka maelezo ya maandishi. Kwa hiyo nikutake mkurugenzi, kabla hawajaondoka hapa, wewe kimbia benki kashughulikie nini kimekwama, fedha zote ziingie leo. Asante. Kwa jina naitwa Raymond Kabekenga, kaimu afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya Tanganyika. Leo tarehe 30 mwezi wa 3 2026 tulikuwa na tukio la kutoa mafunzo kwa wanavikundi ambao wamepata mikopo yao, na pia zoezi la hafla ya kukabidhi mikopo ambayo imefanywa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Jumla ya mikopo iliyotolewa kwa vikundi hivyo ni shilingi milioni 439 na laki 7, ambapo vikundi vya kina mama ni vikundi 30, vikundi vya vijana ni 24 na vikundi vya walemavu ni 6, ambayo ifanya jumla ya vikundi vyote vilivyonufaika na fedha hizi ni vikundi 60, ambayo ni kwa robo ya 3 ya mwaka wa fedha wa 2025/26. Pia kuna swala ambalo likuja likajitokeza kuhusu vikundi, baadhi ya vikundi kuingiziwa fedha na vingine kutokuingiziwa fedha. Kwa ufupi ni kwamba vikundi vyote vimeshaingiziwa fedha. Sasa hapa kwa wale ambao wanasema hawajaingizwa fedha ni wale ambao simu zao hawajajiunganisha kwenye mfumo wa kupata message kutoka benki. Ila kwa wale ambao wamejiunganisha kwa kupata message ambazo zina kutoka benki, wenyewe tayari wameshajua na kiasi cha mkopo walichopata, na bado tutaratibu wa kwenda kuanza kutoa fedha zao. Ila kwa wale ambao hawajapata message, tutawaelekeza waende benki sasa husika alikofungua tawi lake, kwenye tawi ambako alifungua akaunti, aende ili aweze kuangalia kupata bank statement ili aweze kuona fedha yake iliyoingia. Kwa ujumla fedha zote zimeshaingia.